na bahari na chemchemi za maji na vyote vilivyomo. Hakai katika nyumba zilizotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Hali chakula wala hategemei mtu ili kuweza kuendelea kuishi. Hana mwanzo wala hana mwisho. Hata akikueleza jinsi yalivyo, huwezi kumwelewa kwa sababu mawazo yake yako juu sana kuliko mawazo ya kwako. Ni Mungu ambaye kwake yeye tunaishi, kwake yeye tunakuwepo na kwake yeye tunarudi. Huyu ndiye Mungu ambaye tunamtaja siku hii ya leo. Na kama huyu ndiye Mungu ambaye na wewe unamwabudu na kumtumikia, hujafanya maamuzi ya kitoto. Kitabu cha Ufunuo kinasema mcheni Mungu na kumtukuza, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Huyu ndiye Mungu ambaye nataja habari zake. Kuna wakati unamwona kana kwamba anashindwa, kumbe ndipo anashinda. Kuna saa unamwona kana kwamba amekuacha, kumbe ndipo amekushikilia. Kuna wakati unajisikia kukata tamaa sana, kumbe ndipo yuko karibu na wewe zaidi. Huyu Mungu usije ukamwacha kwa sababu ya mazingira, kwa sababu ya mihemko, kwa sababu ya vitu vinavyoonekana, kwa kuwa yeye ameumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Kupitia Yesu Kristo alikuja akasema nasi. Ndiye yeye ambaye aliuumba ulimwengu. Ni wa kutumainiwa, ni wa kuaminiwa, ni wa kutegemewa. Kuna saa unaweza ukafikiri amekudisappoint, lakini kumbe alikuwa anakusaidia. Ndiye Mungu naongea habari zake. Sasa sikiliza habari hii. Leo tunapoongelea ushindi wa mwaka mpya, nitaongelea katika nyanja 3 muhimu ambazo ukiona nazitaja hizi usije ukashangaa. Nitaongelea mwongozo wa kiroho, nitaongelea mwongozo wa kisaikolojia, nitaongelea mwongozo wa kiuchumi. Kwa sababu hivi vitu vitatu vyote ukiwa uko sawasawa, utajikuta ya kwamba mengine yote yanakuwepo hapo automatic. Moja, uwe ni mshindi wa kiroho. 2, uweze kushinda jinsi unavyofikiria kisaikolojia. Ukishinda kisaikolojia utakuwa na nguvu ya kiuchumi. Haya maeneo yote ndiyo baraka ambayo natamani Mungu akupatie katika mwaka huu tunapoanza. Tunapoanza kwa kishindo kwa sababu ya Mungu tuliye naye, sio kwa sababu ya elimu nilionayo, sio kwa sababu ya akaunti yangu ina kitu gani, ni kwa sababu ya Mungu niliye naye. Ndipo kwenye kitabu cha Hesabu sura ile ya 6 fungu la 24 hadi la 26 kuna maneno ambayo leo nitayachambua kidogo kidogo uweze kuyapata, nami ninayasoma. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Hivi ni vitu ambavyo nitakwenda kuvichambua hapo. Mungu wakati anatoa maelekezo ya namna ya kuwabariki wana wa Israeli, alimwambia Musa na viongozi wengine wote, hivi ndivyo utakavyowabarikia. Wasitoe maneno tu kutoka tu kwenye akili zao, wakaelekezwa namna ya kutamka haya maneno. Kutamka haya maneno ilikuwa inabeba uzito wa maana ya maneno yenyewe. Haya maneno yana uzito wa pekee, na hivi ndivyo ninavyokutamkia kwa jina la Bwana. Mungu ameniita ili niweze kusema na wewe haya maneno ya kwake, sio ya kwangu mimi. Na ninapokutamkia haya maneno, sio mimi ninayetamka, nimetamka kutoka kwenye neno la Mungu. Ukiyachanganya na imani, utaona matokeo makubwa mwaka huu. Na namuomba Mungu kila atakapokupitisha akukumbushe, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho, ili utukufu ubaki kuwa wa kwake. Ushindi wa mwaka mpya. Rafiki yangu, ushindi wa mwaka mpya hauamuliwi kwenye kalenda, bali ni mfumo wa maisha. Kwenye somo lililopita nilikazia sana hili. Nikasema lazima kuna vitu tuvibadilishe mwaka huu. Kuna mienendo ambayo ilikupotezea pesa. Kuna mienendo ambayo ilikupotezea muda. Kuna matendo ambayo ulifanya yalikuharibia afya yako. Sasa mwaka huu lazima uweze kuyabadilisha kwa kudhamiria. Mimi ukiniuliza katika moyo wangu, kuna vitu ninaviamini. Hakuna mtu yeyote ambaye ana dhamira ya dhati ya kutenda jambo ambaye atashindwa kulifanya jambo hilo. Hata kama atachelewa, lakini atakuja kutoboa tu. Ndio, hakuna. Watu wengi wanakosa ile nia ya dhati ya kutoka ndani ya moyo. Kwa hiyo chochote kile ambacho umedhamiria kwamba hiki kimenikera, kimeniharibia maisha, na huu mwaka ninahakikisha kwamba kinaondoka katika maisha yangu, kwa neema ya Mungu, changanya na nia yako ya dhati. Uwezo wa Mungu ukiwa juu yako utafika.
Sasa sikia mambo yafuatayo ambayo natamani uweze kuyabeba siku hii ya leo. Kuna kitabu ambacho nimekipigia debe sana, kinaitwa Steps to Christ, lakini katika lugha yetu ya Kiswahili wamekiita njia salama. Ile litakiwa kiwe hatua kwa Kristo, au wakati mwingine kumjua Yesu. Ukurasa wa 70 anasema, jitoe wakfu kwa Mungu asubuhi. Fanya hili kuwa kazi yako ya kwanza kabisa. Ombi lako na liwe, nichukue Bwana niwe wako kabisa. Ninaweka mipango yangu yote miguuni pako. Neno zito kabisa. Unajua maombi sio vitu complicated kwamba uanze kupangilia maneno na misamiati. Hapana. Kuna wakati misamiati yetu ya mdomoni nakosea, lakini moyo wetu unatoa lugha ambayo Roho Mtakatifu anaielewa vizuri sana. Haya maneno ukiyasoma vizuri unagundua kwamba yana uzito wake. Na yarudia tena, jitoe wakfu kwa Mungu asubuhi. Fanya hili kuwa kazi yako ya kwanza kabisa. Ustawi wa rasilimali na kazi za mikono. Kama binadamu tunapofanikiwa, mara nyingi sana tuna tabia ya kuona kana kwamba ni akili zetu na nguvu zetu zimetuwezesha kufanya hivyo. Lakini anapotamka kwamba Bwana akubarikie, ni kwamba ukiona mambo yanaenda, unajua kuna Bwana Mungu wa mbinguni anayenisaidia. Rafiki yangu, nimesema hivi na hii nalirudia huko kwenye masomo yaliyopita, nikasema hivi, katika kila mafanikio kuna roho nyuma. Kwa hiyo lazima uangalie ni roho gani ambayo iko nyuma. Ukiona mtu amefanikiwa, kuna nguvu, nikisema roho ni nguvu iliyoko nyuma yake ambayo imemfanikisha akafika hapo alipofika. Iwe ni katika sanaa, iwe ni katika uongozi, iwe ni katika uchumi, pote kuna roho iko nyuma. Sasa basi, Bwana akubarikie, maana yake ushindi wa kiuchumi. Mtoto wa Mungu unayenisikiliza, acha habari za kufikiria ya kwamba baraka za kiuchumi ni kwa ajili ya watu fulani fulani. Hapana, wote tumeumbwa kubarikiwa kiuchumi. Hatuwezi kubarikiwa kwa level sawa. Hiyo ndivyo naamini hivyo, lakini wote tumeumbwa kubarikiwa. Angalia vizuri mkono wangu hapa, utaona kwamba vyote hivi ni vidole. Hapa mimi nina vidole, vyote hivi ni vidole, na hivi vidole haviko sawa. Ukiangalia kidole hiki ambacho tunaita kidole gumba ni kifupi lakini kinene, kina kazi yake, kinashika vitu hivi. Kidole hiki pia ukiangalia kinachofuata hapo ni kifupi na chenyewe pia. Hiki ambacho ndicho kirefu kuliko wote, kuna hiki kinachofuata, kuna hivi vidogo, vyote vina kazi yake. Ukitaka ujue ya kwamba vyote vina kazi yake, katika hiki kidole ndipo utaelewa thamani yake. Katika chakati, katika hiki hapa utaelewa thamani yake. Vyote vina sababu yake. Na mimi nimesema hivi, wote tumeumbwa kubarikiwa na kufanikiwa, lakini hatujapewa uwezo sawa. Na ni mfumo wa kimungu huo. Kwa hiyo wewe unanisikiliza hapa, usije ukaanza kusema labda watu fulani ndio wameandikiwa kubarikiwa kiuchumi. Wewe umeandikiwa kubarikiwa kiuchumi kabisa, na hii baraka Mungu akupe. Kataa umaskini kutokea ndani, ukatae kutoka ndani. Amini baraka za Mungu na Bwana atakubarikia. Ninaposema kataa umaskini, sina maana ya kwamba ni katika mfumo wa dunia unavyotafsiri, ni katika mfumo wa kimbingu. Mimi na mtu aliyebarikiwa ni yupi? Ni mtu ambaye ameishi na kutimiza kusudi lake la kuzaliwa. Mwisho wa kunukuu. Kama umetimiza kusudi lako la kuzaliwa, wewe umefanikiwa. Kama wewe huhitaji chakula wala watoto wako hawaombiombe, umebarikiwa. Kama una sehemu ya kulala, umebarikiwa. Kama una afya njema, umebarikiwa. Kama kipato chako ni cha ziada kwa ajili ya kujikimu wewe, wanaokuzunguka na kusaidia wengine, umebarikiwa. Mungu atusaidie sana. Namba 2 anasema na kukulinda. Hapa ni ushindi wa kiroho, usalama dhidi ya mitego ya adui na dhambi. Kwa unapopata baraka lakini wakati huo huna ulinzi wa Mungu, kuna hatari. Mara ngapi watu wamepoteza mamilioni ya pesa? Mara ngapi? Kuna mtu mmoja alitoka na milioni 20, ameenda kutoa milioni 20 kwenye benki, akaweka kwenye gari, hakufika nyumbani, jamaa walimvamia wakachukua. Lakini wakati huo huo kuna mtu alienda kutoa milioni 10 benki, akaweka kwenye buti ya gari na akafika nyumbani. Alipofika nyumbani mambo yakawa mengi, akajisahau kuzitoa kwenye gari, akaziacha mpaka asubuhi ziko pale pale. Unaweza ukasema Mungu ana upendeleo. Hakuna. Sikiliza nikwambie, kuwa na vitu na kulindwa au kulindiwa vitu ni vitu vili tofauti. Ndio maana shetani alipojaribu kumshambulia Ayubu alimwambia Mungu wazi, umemzingira. Kila nikijaribu kuchapa nakuta kuna ulinzi.
Kila nikipiga nakuta kuna ulinzi, nikijaribu watoto wake nakuta kuna ulinzi, nikigusa mali zake nakuta kuna ulinzi. Nami nakuambia wewe ambaye leo umepewa neema ya kusikia kipindi hiki cha leo, Bwana akulinde. Bwana alinde watoto wako, Bwana alinde mali zako, Bwana alinde elimu yako, Bwana alinde kila utakapokuwa, kwa jina la Yesu Kristo. Namba 3, na kukupa amani, ushindi wa kisaikolojia. Unaelewa, nilikuambia tutaenda haya mambo kiroho, kisaikolojia na kiuchumi, maana vyote vipo kwenye Biblia. Unaweza ukapata baraka, unaweza ukapata ulinzi, lakini ukajikuta automatic huna amani. Mchungaji, sijakuelewa. Kuna watu wana vitu, kuna watu hawajawahi kuingia hasara, lakini kila siku anawaza tu, hivi ikitokea hii, hana amani. Naamini kuambie, katika vitu vyote utakavyovitaja, pakikosekana amani, ni kama vile vingine vyote havina pa kukaa. Vitakuwepo lakini havina pa kukaa. Amani ni kitu cha msingi sana. Mungu akupe amani, Mungu akupe kufurahia. Kuna watu wana mali lakini hawafurahii zile mali. Kuna watu wana vitu lakini hawana raha na hivyo vitu. Yuko ndani amelala, bastola iko kwenye mto hapo. Chini kwenye uvungu kuna bonge la bunduki AK47 iko hapo. Hana amani. Lakini maandiko yanasema yeye humpa mpenzi wake usingizi. Mungu akupe amani. Nadhani baadhi yenu huenda mmeshaona huu utafiti ambao kule Uingereza wanaofanya, ulitolewa na BBC pia. Kuna watu walionekana wana saratani stage ya 4. Wanasayansi wa Uingereza, kati ya uchunguzi ambao wanaofanya ni huu, ili washangaza sana kukuta kwamba wale watu ambao walikuwa na saratani stage ya 4 walipotoka pale hawakutishwa na taarifa za saratani. Waliamini ya kwamba wamepona, saratani ilipotea. Sasa kisayansi, kwa kuwa hapa najua kuna madaktari wananitazama na wanafunzi wengine, hasa madaktari wanajua kabisa kwamba kuna kitu ambacho wanakiita placebo. Kwa baadhi wakasema au kitu sio halisi, lakini walipofanya utafiti wale wanasayansi wa Uingereza, ambao utafiti unaendelea, ni endelevu mpaka sasa hivi, kwa hiyo haujafika hitimisho, mimi naongea tu, wakagundua kwamba baadhi, wale watu wote ambao walikuwa wanawafuatilia, si kwamba zile saratani zilikuwa ni za kufikirika, ilikuwa ni kitu halisi. Lakini kitendo cha wao kuwa na amani na kuamini hicho kitu hakipo, mwili uliweza kupambana na saratani mpaka ukaimaliza. Wamefikia hitimisho ambalo baadhi yao, wakati wenzao wanaendelea, kwamba lazima kuna kitu ambacho mwili unafanya kujiponya wenyewe. Wanaendelea na utafiti wao. Nami nakwambia hivi, ukisoma hizi tafiti hata kuhusu lishe, wanakuambia mtu ambaye anakula chakula huku ana mawazo, chakula hakifanyi kazi vizuri. Lakini kuna mtu anakula chakula huku ana amani tele, ana afya tele huyo mtu. Mungu akupatie amani hii. Sasa sikia, katika andiko la Kumbukumbu la Torati sura ya 11 fungu la 12 anasema, nchi aipendayo Bwana Mungu wako, macho ya Bwana Mungu wako yako juu yake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Hapa naongelea habari ya ulinzi tangu mwanzo hadi mwisho. Kwa nini leo tunaanza na kumwambia Mungu mipango yetu? Ni kwa sababu katika hiyo nchi ulipo, eneo ulipo, ni eneo ambalo Bwana Mungu wako anaweka macho yake hapo. Mnakumbuka wale ambao mlikuwepo kwenye somo la jana, niliongelea mashimo 6 au matobo 6 ambayo wakati wa Hagai yalikuwa ni changamoto, na leo pia yanakuwa ni changamoto. Shimo la kwanza ambalo linapoteza baraka na vitu kama hivyo, nikasema ni kukosa uaminifu katika zaka na sadaka. Hapa sitaki ufungwe na hatia. Hapa naongelea habari ya umiliki, naongelea ibada. Nikasema jana ya kwamba mtu ambaye anatoa zaka na sadaka anamtangazia Mungu ya kwamba yeye ndiye mmiliki wa ile mali. Anamwabudu Mungu. Kuabudu maana yake ni worship katika lugha ya mkoloni. Worship ni mchanganyiko wa maneno mawili, ni worship, ni kumstahilisha Mungu. Kwa hiyo tunapotoa zaka na sadaka, sio kwamba tunamlipa Mungu, ila tunamwabudu. Katika kuabudu tunammilikisha, tunamstahilisha. Haina maana kwamba Mungu hamiliki hivi vitu, lakini tunatangaza katika ulimwengu usioonekana ya kwamba Mungu ndiye mmiliki. Usipofanya hiyo, manake ni nini? Wewe ndiye mmiliki. Na kama wewe ndiye mmiliki, linda vitu vyako. Kwa sababu huwezi kulinda vitu vyako, kuna saa unalala usingizi na kuna nguvu huwezi kuziona zinakuja kushambulia. Lakini ukimkabidhi Mungu, Mungu analinda, maana yeye hasinzii.
na yeye anaona kila kitu. Sasa tuje hapa katika hiki ambacho nakisema hapa. Tunapoongelea habari ya ulinzi tangu mwanzo hadi mwisho, tuna maana ya kwamba leo tunapomkabidhi Mungu vitu vyetu, tunamwambia Mungu ya kwamba tunakukabidhi wewe uwezaye yote. Sasa katika kumkabidhi Mungu kuna vitu ambavyo natamani uweze kuvijua kabla hujafika hapo mwisho. Kuna wakati tumeweka mipango yetu, na katika kupanga mipango yetu tukapanga katika udhaifu wa kibinadamu, tukaona katika jicho ambalo sio jicho la kimungu. Kwa hiyo unapomkabidhi Mungu usimdhibiti Mungu. Mchungaji, Mungu anaweza kudhibitiwa. Sina maana kumdhibiti kama kibinadamu, lakini maana yake ni kwamba kuna wakati Mungu hapo katikati ya mwaka atakupeleka kwenye barabara ambayo hukuiweka kwenye listi, lakini kwa vile yeye ameiona ndiyo barabara ya hekima ili kukufikisha, kubali kwenda naye, maana ana akili kuliko wewe. Roho Mtakatifu akusaidie kuweza kulielewa hili. Nchi aipendayo Bwana Mungu wako, macho ya Bwana Mungu wako yako juu yake, tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Kiroho, hii inakuita uanze mwaka kwa kumkabidhi Mungu safari nzima, si miezi michache ya mwanzo. Kisaikolojia, ufahamu huu hupunguza wasiwasi au anxiety na shinikizo la kubeba kila kitu, na hii ndio changamoto, peke yako ukijua Mungu anakuangalia. Unakosa usingizi kwa sababu kuna baadhi ya vitu unabeba, ulipaswa umwachie Mungu. Msijisumbue kwa neno lolote, isipokuwa kwa kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Maana yake hapa ni nini? Kuna wakati umekuwa na msongo, umeshindwa kulala kwa sababu umeshindwa kumkabidhi Mungu mambo yako. Kama angelikuwa na hubiri hapa ni malaika, ungemwambia hujui mambo ya kiduniani, ni binadamu kama wewe, na mimi napitia mambo kama ya kwako, huenda magumu kuliko ya kwako, hatuwezi kujua. Lakini na mimi akinizidi kichwani, kuna sana naambia Mungu, hey, nimekukabidhi, shughulika nalo. Tatizo letu ambalo binadamu tunalo, ukimkabidhi Mungu unakuja kuchungulia mara kwa mara. Sasa na mimi nawaulizeni, unapopanda mbegu kila saa unakwenda kufukua shimo? Unasubiria tu kuona matokeo yake. Kiuchumi, hili andiko linakuongoza kupanga mipango, bajeti na miradi kwa uwazi mbele za Mungu, kwa sababu macho yake yapo pia kwenye matumizi na maamuzi ya katikati ya mwaka. Chunga sana huu mwaka usije ukarudia makosa ya mwaka uliopita ya kuweka matumizi ambayo hayakuwa na sababu. Ushindi huanzia akilini. Rafiki yangu, hili lazima ulibebe sana. Somo lililopita nikaelezea habari ya ushindi kuanzia rohoni. Nikasema mambo yote ambayo tunayaona katika mwili yalianza katika roho kwanza. Yanapoanza katika roho ndipo yanajimanifest katika mwili na kuyaona physically. Na nikasema kwa muda wako soma kitabu cha Waebrania sura ya 11. Waebrania sura 11 fungu la kwanza anaongelea imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Unapoenda huku chini anakuambia kwamba vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa lugha nyingine, unachokiona kilitengenezwa kwa kitu ambacho hakikuwa wazi, sio tangible, sio physical. Ukiona nyumba imejengwa, injinia alichora kwanza. Alichora wapi? Kwenye akili. Akapeleka wapi? Kwenye karatasi. Akatoa ile karatasi yake vizuri. Kwa siku hizi wanatumia digital. Baada ya hapo ndipo inakuwa physical. Na mimi nikuambie, yeyote unayenifuatilia, sikiliza hili jambo nikuambie. Kanuni hii kusaidie katika maisha. Jambo lolote ambalo unahitaji kulifanya, liandike. Kama unaweza kuchora, chora. Namba 2, usije ukakosea. Acha kutangaza mafanikio yako kabla ya wakati. Kuna vitu na kanuni za kiroho na za asili ambazo tutaziangalia huenda chache siku ya leo, lakini moja hapo ni hii: pesa haitaki kelele. Ukiwa mtu wa kelele sana inakimbia. Namba 2, mafanikio yoyote hayataki makelele na masifa. Unapopiga makelele na masifa ni sawa na mtu aliyefungua pipi akatoa ganda lake akaweka wazi, nzi wanakula. Lakini ukiwa umefunga kwenye ganda lake, hakuna nzi ambaye atashika mle ndani. Au ndizi ukitoa tu kwenye ile ganda lake inaoza kwa haraka sana, kwa sababu wale nzi wanashika. Ndivyo ilivyo na mafanikio. Fanya vitu vyako kimya kimya. Hata wakati mwingine kuna watu wa karibu sana wasijue. Acha watu waone matokeo. Wanapoona basi nyamaza, mtukuze Mungu. Acha kujisifia.
Hili likusaidie mwaka huu, ufunge mdomo wako, ujue wa kumwambia mambo yako ni Mungu. Baadhi ya vitu vimeharibika kwa sababu ya kuvunja kanuni za asili. Nenda kaisome Biblia yako vizuri, soma Biblia yako vizuri, acha haraka. Mtume Paulo kuna tukio lilitokea, akamwambia usimwambie mtu. Vivyo hivyo hata kwenye Biblia matukio yako mengi sana ukiyasoma huko nyuma. Mungu aweze kusaidia sana. Kwa hiyo uwanja wa kwanza ambao unatakiwa ushinde vita ni kwenye akili yako. Kitabu cha Warumi sura 12 fungu la 2 anasema, wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Utu wa ndani ubadilike, nia ibadilike. Lengo lako ni nini? Unaweza ukawa una mipango mizuri, lakini nia ya hiyo mipango ni nini? Nia ya wewe kumwomba Mungu gari ni nini? Kuna wakati kweli una haja ya kuwa na gari, lakini kuna wakati huna haja ya kuwa na gari. Mchungaji, sijakuelewa hapo. Iko hivi, wakati ambapo gari linahitajika kwa ajili ya kurahisisha kazi na kufanikisha kazi, hapo una haja ya gari. Lakini hata kama halipo, vitu vinaenda, huna haja. Kwa hiyo anza kufikiria sasa. Acha kuchukua mkopo ukanunue furniture. Unachukua mkopo unaenda kununua TV. Unachukua mkopo unaenda kununua sofa. Unachukua mkopo unanunua simu ambayo haizalishi. Geuzwa ndani, geuzwa nia. Acha kufanya mambo kwa lengo la kujionyesha au maringo. Utapambana na nguvu ya Mungu ambayo haipendi hayo mambo. Fanya mambo kwa kuto kushindana. Usipende kushindana na mtu. Hatujaumbwa sawa, hatufanani. Usipende mashindano. Mashindano yanaangusha wengi ambao walitakiwa kufika level ya juu sana. Saidia watu bila kutegemea malipo. Kuwa na moyo wa kusaidia watu. Akiwepo mtu mwenye shida, unaweza kumshika mkono ili aweze kupanda, mshike vizuri na uweze kumpandisha vizuri bila shida yoyote. Kwenye kitabu cha Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 596, nina nukuu. Naomba ni nukuu katika lugha ya mkoloni, alafu nitakuja katika lugha ya Kiswahili, maana kuna maneno huenda nisije nikayaweka vibaya. Sikiza maneno haya. Anasema, it is a law of the mind that it gradually adapts itself to the subject upon which it is trained to dwell. If occupied with commonplace matters only, it will become drafted and enfeebled. If never required to grapple with difficult problems, it will after a time almost lose the power of growth. Sasa sikiliza kidogo hapa, haya maneno nitatafsiri baadhi na baadhi huenda nitaparaphrase. Ni sheria ya asili kwamba mawazo yetu hubadilika na kufanana na mambo yale ambayo tumezoea kuyatafakari. Ndivyo inavyokuaga hivyo. Au kwa lugha nyingine, ngoja usikie vizuri. Ni sheria ya asili kwamba mawazo yetu hubadilika na kufanana na mambo yale ambayo tumezoea kuyatafakari. Ikiwa mbweha vidogo vidogo, utajikuta kwamba vimeshaharibu shamba zima kabisa. Sasa sikiliza vizuri hapa. Nini unatakiwa ukifanye kudili kupambana na mbweha wadogo wadogo katika maisha yako? Kiroho unatakiwa ufanye kitu gani? Ni kulegeza utii katika mambo yanayoonekana madogo. Kwa hiyo kitendo cha kulegeza utii katika mambo ambayo unaona ni madogo madogo, umewachia mbweha wadogo wadogo waharibu mafanikio yako. Jifunze utii hata kwa vitu ambavyo unaona ni vidogo. Jifunze utii. Namba 2, kisaikolojia. Usije ukahalalisha uzembe au tabia ndogo. Kwa hiyo kuachilia hawa mbweha ni kuhalalisha uzembe au tabia ndogo mbaya. Kidogo tu. Ni kama vile tunapoongelea masuala ya afya ya akili na lishe katika shule au kitivo kinachoitwa nutritional psychiatry. Tunaongelea kwamba vyakula ambavyo vinaharibu ubongo wa mwanadamu, namba 1 kwa sasa hivi ambavyo vinatumiwa na wengi ni sukari. Sasa kile kitendo cha kusema tu ni leo tu nitakunywa soda, ni leo tu nitakunywa juisi ya kopo, ni leo tu. Hiyo ni leo tu inakujengea tabia ni leo tu, na utajikuta umerudi kule kule ulikotoka tayari. Kule kule ulikotoka. Vivyo hivyo kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vinaathiri maisha yako, natakiwa uchukue hatua, usiviachie. Kiuchumi ni matumizi madogo yasiyodhibitiwa yanayokusanyika kuwa mzigo mkubwa au kuvuja kwa uchumi, financial leakage. Kuna vipesa vidogo vidogo ambavyo vinapotea. Ni vidogo vidogo tu vinapotea. Vidogo vinapotea. Ukivipuuza hivyo, vimekuzibia maendeleo yako ya huko mbele kabisa.
Hebu sikia tu, naongea kwa lengo la kuamsha akili za wanauchumi. Kuna huduma moja ambayo nilihitaji kwa wataalamu wa meno Tanzania, tunaita ni service ya kawaida, nikiwa nyumbani kwetu tu Tanzania. Nikaambiwa ili kufanyiwa ile huduma ni 50,000. Nikapiga simu kwa dentisti mwingine, akaniambia ukufanyia nitakufanyia 60,000. Nikarudi kwa yule wa 50 akaniambia ni vile vile 50. Nikamwambia mimi najua ninachokitaka ni kubadilisha tu kwa kitu fulani tu hapo ambako niko kwenye process ya kubadilisha, basi habari imeisha. Akaniambia hata kama ni hiyo tunahitaji 50,000. Kwa hiyo kama uko tayari tukufanyia appointment. Nikamwambia hapana. Nilifanya huduma hiyo hiyo Kenya. Hiyo wakaniambia shilingi 1,000 ya Kenya. Na nilienda bila appointment. Yaani nilipopiga tu simu na kuambia jamani na hiki nahitaji kubadilisha, akaniambia njoo. Nilipofika pale shilingi 1,000 wakabadili, wakamaliza. Unasema mchungaji unahitaji kusema kitu gani hapo? Huyu wa kwangu ambaye ameniambia 50,000 na nikakataa na akaridhika. Ngoja nikwambie hapa kwamba kuna uzembe wa kiuchumi huko hapa. Yaani hiyo siku nzima atakaa bila shilingi hata 20,000 hatapata. Au 30,000 ya kwangu imeshapotea hiyo. Kitu ambacho angenielewa kile ambacho nimemueleza, maana hapo anasema kuna ya kumuona daktari, sio na nini, vikorokoro vingi. Kama angelikuwa tu anawaza kiuchumi daktari wangu huyu au sekretari wake, angeniambia hebu njoo tukuone. Nikifika pale ananiambia unachohitaji ni hiki hapa. Sawa. Kawaida kweli ni 50,000, lakini kwa kuwa kwako ni specific ulichokisema ndicho kinachohitajika. Thamani yake ni hii. Kwa badala ya 50,000 huenda ningelipa 30, tayari wameingiza hela. Na uhakika kile kifaa ambacho nakitaka hawawezi kununua zaidi ya shilingi 10,000, kwa sababu nilikitafuta online kusafirishiwa na Ali's Express mpaka nikaletewa Tanzania. Ilikuwa inanigharimu kamoja shilingi 2,500, kwa hiyo viwili shilingi 5,000. Kwa haiwezekani kwamba angezidisha hiyo pesa, lakini ameacha pesa imeenda. Ukienda kwenye maduka ni hivyo hivyo, ukienda kuna viuzembe, unakuta mtu anamjibu mteja anavyotaka, ni hivyo hivyo. Yaani ndivyo inavyokuwa hivyo hivyo. Sio hivyo tu. Nikiwa nyumbani pia nilikumbana na manager wa mabenki. Mimi ni mteja wa benki fulani Tanzania, wawili. Mmoja aliweza kunimudu kweli kweli kiasi kwamba ile pesa nikaipeleka kwao, lakini ilikuwa ni withdraw nipeleke kwenye benki nyingine ambao kwa ilikuwa ni faida kwa benki. Lakini kosa ni kwamba mmoja aliponipigia simu kuniuliza maswali, nikasuspect anayeniuliza huenda ni scammer. Kwa hiyo nikamuuliza maswali magumu, akachukia, akakataa kunisaidia. Kesho yake nikamrudia yule wa kwanza. Nikamwambia mwenzako naona jana baada ya kumuuliza maswali huenda amekasirika. Akasema, sasa tuachane na hayo mchungaji. Wewe sema nikusaidie. Yule mwanadada hatujaonana uso. Ni wa benki ya CRDB. Alipambana na ile kazi yangu mpaka alihakikisha mpaka jioni na kuweka watu wengine, watu wa IT benki, akahakikisha kwamba ile kitu imekamilika mpaka jioni saa 11 tunakamilisha zoezi. Ina maana tayari ameingizia shirika hela. Maana alikuwa anaona uchungu kupoteza ile pesa. Yule mwingine aliona ameniuliza maswali mengi, achana naye, to hell. Uzembe wa vitu vidogo vidogo. Mimi ukiniuliza kama ningekaa katika interview za kuwapandisha watu vyeo kuwafanya wasimamizi, wangepimwa emotional intelligence kwanza. Watestini emotional intelligence. Mtikise kabisa, tafuta mtu wa kumtikisa kabisa. Umsikie anaweza kuhandle vipi mambo. Baada hapo sio kwamba mnyime kazi, wafanyeni training ili waweze kujua kuhandle, maana bila hiyo mashirika yanapoteza pesa. Nguvu ya uwajibikaji. Mwaka huu ili uweze kufanikiwa vizuri, tunamkabidhi Mungu mambo yetu, lakini usije ukasahau nguvu ya uwajibikaji. Nao ni ipi? Hakuna ushindi wa peke yako. Mithali 27:17, chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Kubali kukosolewa. Hata wakati mwingine kukosolewa kunauma, ni kweli. Hakuna mtu anayependa kukosolewa, lakini kukosolewa ni chuma, kinanoa chuma. Nirudie haya yaweze kusaidia katika maisha yako ili utofautishe hivi vitu. Kuna aina mbili ya ukosoaji. Kuna ukosoaji wa kwanza tunaita constructive criticism, ukosoaji wa kujenga. Mtu ambaye anakukosoa ili kukujenga, analinda heshima yako. Kwa hiyo atakuita, atakwambia bwana kuna hiki na hiki na hiki unachofanya sio kizuri. Mpende huyu mtu, anakutakia mema. Destructive criticism ni yule ambaye anakukosoa mbele ya watu ili uonekane hufai. Lengo lake ni kuharibu. Usimchukie, muweke kwenye chumba anachostahili kwenye ubongo wako. Mwisho wa kunukuu. Chuma hunoa chuma. Usikubali kufanya kazi peke yako. Uwajibikaji huleta maombi ya pamoja na ushauri wa kiroho. Wakati mwingine mtu aje, ombeni pamoja, shauriwa, songa mbele. Lakini pia inakupunguzia upweke.
inakulinda dhidi ya matumizi mabaya ya fedha. Wajibika, kubali kuwajibika. Lakini kitu kingine ambacho ni muhimu sana, nidhamu ya mwili, hekalu la roho na akili. Kuna vitu vingine usipojiambia no, ukaendekeza mwili kila kitu unachotaka, hutoboi. Kwa kuna saa inabidi uambie mwili hapana. Kuwa na tabia ya kunidhamisha mwili wako. Basi na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, ndivyo anavyosema Paulo, nikiisha kuwahubiri wengine, anasema mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Wakorintho wa kwanza 9:27. Jifunze kudhibiti mwili wako. Kuutesa mwili manake ni kudhibiti. Unataka kitu, unauambia hapana. Umeona kitu kinakuvutia, unasema huu sio wakati wake. Mungu atusaidie sana. Maamuzi ya mapema. Chunga sana habari ya maamuzi ya mapema. Mkakati wa Yusufu. Mwanzo 39 fungu la 12. Naye akaacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Yusufu alishinda kwa sababu aliamua kabla ya kushawishiwa. Alidhamiria, sitafanya hili. Ile dhamira yake ndiyo iliyompa ushindi. Aliamua kabisa. Sikia nikwambie, amua mapema kwamba hii sitakubali. Amua mapema. Fanya uamuzi huu mapema. Utii wa mapema na maamuzi ya mapema kuhusu maisha yako ya baadaye inakusaidia kukuongoza katika barabara iliyo sahihi. Vijana, hili ni la kwenu, sikilizeni sana. Elewa tofauti ya mbegu na chakula, havifanani. Kwa hiyo kuna pesa utaishika mkononi we kijana. Ile pesa usiite ni ya kula, iite hii ni mbegu ya kupanda. Kama ni mbegu ya kupanda, utajua kwamba hii nikiifanyia kazi itazaa. Sasa wengine wanakula mbegu, baadaye analilia kwamba mimi naona Mungu hajanibariki. Mungu hajakubariki. Kuna vitu ulifanya ambavyo hukupaswa kufanya. Sasa kuna vitu inabidi visubiri baadaye. Sasa hivi bado unajitafuta. Wakati wa kujitafuta ni wakati wa nidhamu. Kuna wakati wa matumizi huko mbele. Wewe unataka ule sawa na watu waliojipata. Unataka uvae sawa na watu waliojipata. Unataka uwe na maisha sawa na watu waliojipata. Mwisho unaingia kwenye wizi. Ukiingia kwenye wizi unalaana. Kwa sababu watu ambao umewapiga kona ukawaibia, mafundi, kuna mabosi wako amekwambia kununua hiki ukaongeza cha juu, laana inakubeba. Njoo katika walimu wa vyuo ukahongwa pesa ukabadilisha matokeo, laana inakubeba. Yaani kuna vitu vingi vinakubeba, lakini kama ungekuwa mvumilivu ungevuna kwa raha na amani huko baadaye. Kuwa mahali sahihi. Usiwe kama Daudi. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura 11 fungu la kwanza, hata ikawa wakati wa kuchipuka mwaka au mwanzo wa mwaka, inategemea tafsiri ambayo unaitumia wewe, wakati wafalme watokapo kwenda vitani, Daudi akakaa Yerusalemu. Yaani wafalme wanaenda mwanzo wa mwaka, wanaenda vitani. Mwanzo wa mwaka ni wakati wa kuwekeza. Hatuanzi gari, tunapoendesha gari, hatuanzishi gari kwa gia namba 2. Hizo ni gia nyepesi, 2, 3, 4 ni gia nyepesi. Tunaanza na namba 1, gia nzito. Mwanzoni mwa mwaka ni wakati wa kuwekeza. Fanya vitu kwa nguvu kabisa. Wekeza kwa nguvu na kwa akili nyingi, intelligence. Daudi, kwa sheria ya wafalme wenzake, ilikuwa kila mwanzo wa mwaka wanaenda vitani. Yeye akamtuma Yoabu, akabaki Yerusalemu. Amebaki Yerusalemu, akaanza kutembea juu ya ghorofa. Juu ya ghorofa akaona mwanamke anaoga. Tayari akaharibu kila kitu. Kosa moja likaleta madhara mpaka ya watoto wake kuuana baadaye. Absalom akamuua ndugu yake kwa kosa moja la baba yake, kuwa mahali ambapo hapakuwa sahihi. Mwaka huu hakikisha ya kwamba utakuwa mahali sahihi. Ule muda unaotumia kwenda disco, unaotumia kwenda klabu, unaotumia kunywa pombe, utumie kuongeza kitu fulani, utumie kusoma, utumie kuwekeza, utumie huo muda vizuri kabisa katika vitu sahihi. Kuwa mahali sahihi, kuwa na ratiba. Mtu unamuuliza, ratiba yako ya leo, ya kesho ikoje? Anakwambia sema tu. Ina maana hana mipango. Tayari hana mipango. Lakini mtu mwenye mipango atakwambia kesho nimepanga ABCD.
Una mawazo gani? Mnajadiliana, anaona unachomwambia kinalipa kuliko alichokipanga, anageuza mawazo kulingana na jinsi ambavyo ameona. Lakini Mungu akusaidia utofautishe kati ya ushindi wa muda na ushindi wa kudumu. Ni vitu viwili tofauti. Wakorintho wa kwanza 10:5, lakini wengi wao Mungu hakupendezwa nao. Katika makosa ambayo Israeli waliyafanya, hawakuweza kutofautisha kati ya ushindi wa muda na ushindi wa kudumu. Israeli walishinda tukio la bahari ya Shamu, lakini hawakujenga mfumo wa maisha ya kufikia Kanaani. Kwa hiyo wakakosea hapo katikati, kuna saa wakawa wazembe. Na mimi nataka nikuambie, unapomshinda shetani leo, usije ukalala kizembe, jipange kwa vita ya kesho. Unapopata pesa leo, usifikiri utapata siku zote, wekeza kwa ajili ya kesho. Kuna kesho, kuna kesho. Mungu akusaidie mtego huu ambao tunakwenda kumalizia usije ukakupata kwa jina la Yesu. Hatari ya mafanikio ni mtego wa kiburi. Mithali 16:18, kiburi hutangulia uangamivu na roho ya kuinuka hutangulia anguko. Kumbe ni roho. Rafiki yangu, kila utakapoona umefanikiwa, muinue Mungu, muinue Mungu. Lakini nataka nikwambie, ambaye ulijikuta huko nyuma umeanguka, nina habari njema kwako, kuna kuinuka tena. Mithali 24:16, kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 naye huinuka mara 7. Umejaribu, imeshindikana, jaribu tena. Umewekeza, umeingia hasara, jaribu tena. Usikimbie. Kuna kuinuka tena, kuna kuinuka tena. Mungu akusaidie uweze kuinuka tena. Usilie kama mtoto anayegaragara chini kabisa. Usilie kama mtoto anayegaragara chini tu, analia hapo chini. Inuka, pangusa mavumbi, songa mbele. Kuwa na maombi kama mkakati wa uwekezaji. Mithali 3:5-6, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Maana yake ni nini? Usiombe kama zimamoto, omba kama mkakati. Kila unapoanzisha biashara, kila unapoingia kwenye biashara yako, omba kimkakati. Dhamiria kabisa, weka kabisa alamu ikukumbushe. Kama vile unapoweka alamu ya kukumbusha madeni ya watu unaowadai, weka alamu ikukumbushe muda wa kuomba pale kazini kwako kabisa. Omba. Jenga madhabahu kazini, ofisini na katika familia. Mwisho kabisa, ujifanyie tathmini ya ndani, kioo cha nafsi. Usisahau kukaa chini na kujifanyia assessment. Mbele za Mungu nimekuwaje? Kuna mchezaji mmoja wa mpira, baadhi yenu umeona video yake. Anaongea sana maneno ya msingi sana. Yule bwana anasema Yesu anakuja. Ni mchezaji maarufu sana katika Afrika. Anasema lakini Yesu atakapokuja ataniuliza, pesa nilizokupa ulifanyia nini? Je, ulijengea majumba? Maana wachezaji wa mpira maarufu duniani ni kuwa na mansheni makubwa, majumba, magari ya kifahari. Anasema ataniuliza. Mimi nimeamua za kwangu zitagusa jamii. Nikwambie unanisikiliza, na Roho wa Mungu akusaidie uweze kulielewa hili. Mikakati yako yote na mipango yako yote, dhamiria kugusa jamii. Dhamiria kugusa jamii. Dhamiria kuwa baraka kwa watu. Dhamiria kuwa baraka kwa watu. Nikisema watu, namaanisha watu. Usiulize watu dini yao wala dhehebu lao. Ukimwona mhitaji, msaidie. Lakini usije ukajificha kumsaidia mtu mwenye damu moja na wewe, ila utumie hekima. Usije ukasaidia kila kitu, lakini wasaidie mambo fulani. Usiache kuwasaidia. Andaa mipango yako sasa tunapokwenda kuomba. Biblia inasema mkabidhi Bwana haja zako. Katika mambo yote umkiri yeye. Mungu atakuwezesha. Vita vyetu si juu ya damu na nyama. Usipende kuongelea adui alivyokugaragaza chini. Ongea jinsi Mungu alivyokuinua tena. Kuna kuinuka tena. Popote ulipo na mazingira uliopo, tunaingia kuomba sasa. Inaweza uko barabarani, inawezekana uko barabarani, huna vile vitu, huna hata karatasi ulioandika. Taja mipango yako moyoni. Taja. Na kuachia dakika moja
ya kutaja mambo yako. Shikilia karatasi yako, shikilia chochote kile kama ishara ya nje. Dakika moja, endelea kuomba. Endelea kuomba. Basi tuombe pamoja sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu. Ninakutukuza maana wakati wengine wakilimu, wengine umewaita kuwa madaktari, wengine bado wanasoma, na waleta katika mikono yako, mfalme wa amani, ukapate kuwabariki. Tazama mipango ambayo mtoto wako ameishikilia na ameiandika, ikabarikiwe, ukampatie hekima, na katika hekima hiyo kuna vitu utamwambia aviondoe, maana havifai. Utakapomfunulia kwamba aviondoe katika listi, akaviondoe ili aweze kuweka vile vilivyo sahihi. Hekima yako inatosha. Wako wengine ambao wanapambana na changamoto za tabia ambazo zimewashikilia, zimerithiwa kutoka kwa mababa zao, mama zao, mababu zao. Leo tunazivunja kwa jina la Yesu Kristo. Wengine ni mikosi tu imewaandama kwa sababu ya sheria za asili. Baba, nakusihi unapowafunulia namna ya kutoka hapo, baraka zikamiminike juu yao. Naomba kwa ajili ya kila mmoja akapokee neema yako, na wote ukawaonyesha ya kwamba tunapobarikiwa katika mali, ni wewe Mungu ambaye umetubariki. Akili zetu ni wewe umetubariki, sio hekima ya kibinadamu. Ni wewe umetubariki kwa ajili ya kuwa baraka. Naomba kwa ajili ya yote ambaye anashambuliwa na nguvu za giza kiuchumi, ziondoke kwa jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya wagonjwa, wakapokee uponyaji. Asante Yesu, maana unakwenda kutenda miujiza na maajabu. Yote tumekabidhi katika mikono yako. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukulinda. Bwana akakufadhili. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, baada ya yote haya, mshukuru Mungu na kumtukuza. Unaweza ukahitimisha ibada hii kwa mazingira uliopo, kwenda kuwaona yatima, watu waliotelekezwa, watu walioko magerezani, watu wenye shida, ombaomba barabarani, wazee walioko vijijini ambao wametelekezwa, kwa kuwabariki. Na ukiwabariki, waambie ni Mungu amekutuma uweze kuwabariki. Usisahau Walawi, watumishi wa Mungu wanaoishi katikati yenu. Usisahau makanisa popote pale ulipo. Mungu akubariki.